Tuingie katika neno la Bwana. Ni masaa ya kuhubiri neno la Bwana. Yes. Tuingie katika kitabu cha Mark. Kitabu cha Mark 16 mstari wa kwanza. 16 verse 1. Mark 16 verse 1. Mark 16 verse 1. Na maandiko ya Mungu nitasoma, nasema hivi: hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariam Magdalene na Mariam mama yake Yesu na Mariam mama yake Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini, jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuvingirishia lile njiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba wakati ule Yesu alizikwa, wakati ule aliwekwa kaburini na akazikwa, maandiko inasema ya kwamba kuna wale wamama ambapo walikuwa wanamsaidia Yesu. Moja alikuwa mama yake Yesu, mwingine alikuwa mama ya Yakobo. Kulikuwa na Mariamu wawili. Hawa Mariamu wawili, mmoja ni mama ya Yesu na mwingine ni mama ya Yakobo. Na kulikuwa na mama mwingine jina lake Salome. Hawa wamama watatu, Yesu alipokwisha kuzikwa, alipokwisha kuwekwa kaburini na akazikwa jioni, na kila mtu akaenda kwake. Wao walienda hiyo jioni wakanunua manukato ili wakuje kwenda asubuhi kupaka mwili wa Yesu. Na maandiko inasema ya kwamba kulipofika asubuhi na mapema, wale wamama waliamuka kwenda kupaka mwili wa Yesu yale manukato. Na maandiko inasema ya kwamba walipokuwa njiani, walikuwa wanaulizana wao kwa wenyewe, ni nani atatuondolea lile njiwe liliwekwa kwenye mlango ya kaburi? Kwa maana maandiko inasema ya kwamba Yesu alipozikwa, wale Wayahudi walisema kwamba hawa wanafunzi wa Yesu wanaweza wakauchukua mwili wa Yesu. Wakatafuta mbinu ya kufanya ili wanafunzi wasichukue mwili wa Yesu, na wakaona jambo la kufanya ni kuweka jiwe kubwa sana kwenye mlango ya kaburi, ili hata wakikuja kuchukua mwili wa Yesu washindwe kutoa lile jiwe. Lakini imagine hilo jiwe liliwekwa na wanaume wengi, lakini hawa mama watatu wanaenda kupaka mwili wa Yesu mafuta, na hawajui kwamba ni nani atawaondolea lile njiwe. Hawajui kwamba ni nani atawaondolea lile njiwe, waingie ndani ya kaburi wakaweze kupaka mwili ya Yesu mafuta. Lile njiwe lilikuwa kubwa, lile njiwe liliwekwa pale, lilikuwa kubwa ili mwili wa Yesu usiweze kuibiwa.
Na maandiko inasema ya kwamba wale wamama watatu wakiwa njiani wakienda kupaka mwili wa Yesu mafuta, walienda wakiulizana wao kwa wao, ni nani atatusaidia kuondoa lile jiwe ili tuingie kaburini tupake mwili wa Yesu mafuta. Kuna jambo nataka muelewe. Kaburi la Yesu alipowekwa kaburini, lile kaburi Yesu hakuzikwa na mchanga. Lile kaburi halikuwekwa mchanga. Lile kaburi halikuwekwa mchanga. Aliweza kutandikiwa manguo, kukatandikwa vizuri, akalazwa hapo na akafunikwa na manguo zingine. Lakini kwa mlango ya kuingia kwenye kaburi kukawekwa jiwe kubwa ili mtu yeyote asiweze kuingia pale. Kwa hivyo hawakuwa wanaenda kuondoa mchanga kwa kaburi, maana kaburi ya Yesu haikuwekwa mchanga. Kwa nini kaburi la Yesu? Kwa nini Yesu hakuzikwa na mchanga? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini sisi tunazikwa na mchanga, tunawekwa kwa sanduku, tunazikwa na mchanga, lakini Yesu hakuzikwa na mchanga? Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu nasema ya kwamba sisi tuliumbwa na mchanga, na mchanga utarudi kwa mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Tuliumbwa katika mchanga, tulitengenezwa katika mchanga. Mungu alitumia mchanga kuumba sisi, na neno la Mungu nasema ya kwamba sisi tutarudi katika mchanga, na ndio maana tunazikwa na mchanga. Kwa nini Yesu hakuwaruhusu kuzika Yesu na mchanga? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Yesu hakutoka kwa mchanga. Yesu hakutoka kwa mchanga. Yesu alitoka mbinguni kwa Baba. Hata kama alizaliwa kama mwanadamu, ni Mungu aliweka spiriti ya Yesu kwenye tumbo ya Mariamu azaliwe kama mwanadamu ili akufe kama mwanadamu ili tusamehewe dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Neno lasema ya kwamba wale wamama walipokuwa wanaelekea kaburini walikuwa wanauliza, nani atatuondolea lile jiwe ili tuweze kuingia katika kaburi tukapake mwili wa Yesu mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kunao watu wengi leo wanalia, wanaomba, wanahangaika, wanalilia Mungu, wakiuliza Mungu, ni nani anaweza akaniondolea hii shinda? Ni nani anaweza akaniondolea haya matatizo? Ni nani anaweza akaniondolea haya magonjwa? Ni nani anaweza akaniondolea haya makesi? Ni nani anaweza akaniondolea haya magumu ninayopitia? Ni nani anaweza akaniondolea? Kama vile wale wamama walikuwa wanalia wakiulizana kwamba ni nani anaweza waondolea lile jiwe wa
waingie katika kaburi kupaka mwili wa Yesu mafuta. Hata leo kunao wanalia kwa sababu ya njiwe la maisha, kunao wanalia kwa sababu ya njiwe la magonjwa, kunao wanalia kwa sababu ya njiwe la mashida, kunao wanalia kwa sababu ya njiwe la makesi. Lakini neno la Mungu lasema ya kwamba walipata kwamba ile mawe iliondolewa, lakini mwili wa Yesu haipo kaburini. Mwili wa Yesu haipo kaburini. Hata kama walikuwa wanaenda kupaka mwili wake mafuta, hawakupata mwili wa Yesu pale kaburini. Walipata njiwe limeondolewa na kaburi liko wazi. Njiwe limeondolewa na kaburi liko wazi na hakuna Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Ni nani aliondoa lile njiwe? Bwana Yesu asifiwe. Lile njiwe liliwekwa na wanaume wengi, lile njiwe lilivingirishwa na wanaume wengi, lakini wale wa mama walipata lile njiwe limeondolewa. Hakuna mwanadamu aliweza kuondoa lile njiwe, lakini lile njiwe liliondoka. Lile njiwe walipata liliondolewa, na ni kweli lile njiwe lilikuwa limeondolewa pale. Wakati ule mtu analia, wakati ule mtu anahangaika, wakati ule mtu anateseka, wakati ule analia akiuliza nani anaweza niondolea, mimi namwambia kwamba hakuna mwanadamu anaweza akakuondolea shida, hakuna mwanadamu anaweza akakuondolea magonjwa, lakini Mungu anaweza akakuondolea. Kama vile Mungu aliondoa lile njiwe kwenye mlango ya kaburi, Mungu anaweza akaondoa. Kwa kila jambo ni kwa neema ya Mungu, kwa kila mapito ni kwa neema ya Mungu, kwa kila mapito ni kwa neema ya Mungu, kwa kila jambo ni kwa neema ya Mungu. Kwa kila jambo ni kwa neema ya Mungu. Lile njiwe lina maana yake. Lile njiwe lina maana. Yesu alikuja duniani kuchukua dhambi za wanadamu, na dhambi za wanadamu zilikuwa nzito sana katika maisha yetu. Dhambi zilikuwa nzito katika maisha yetu. Hatungeweza kuondoa dhambi, hatungeweza kujiondolea dhambi kwa njia yeyote, hatungeweza kujiondolea dhambi kwa namna yeyote, kwa maana kulingana na vile mwanadamu ameumbwa katika dhambi, na alitenda dhambi na anaishi katika dhambi, na kwa hivyo mwanadamu hawezi acha dhambi, hawezi jiondolea dhambi. Lakini kwa sababu ya Yesu, dhambi ziliweza kuondoka katika duniani. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Na Yesu alipowekwa kaburini, lile njiwe likawekwa, Mungu akaliondoa, Yesu akatoka kaburini. Mungu alikuwa anatuonyesha kwamba yale mambo tulikuwa nayo magumu, yale madhambi tulikuwa nayo mazito, zile dhambi tulikuwa nazo tulikuwa tumeshindwa, hiyo ni ishara kwamba zimeondolewa na kila mtu ni kiumbe kipya. Kwa maana Yesu alitoka kaburini akiwa kiumbe kipya.
Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa hivyo kuondolewa kwa njiwe, Mungu kuondoa njiwe na kumtoa Yesu katika kaburini akiwa kiumbe kipya, ni kutuonyesha kwamba ile dhambi nzito, ile dhambi kubwa tulikuwa nayo, tulikuwa tumeshindwa kuiondoa, tulikuwa tumeshindwa kuiacha, imeondolewa na sasa kila mtu ni kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Wale wamama walipata wale malaika wawili wamekalia lile njiwe. Kwa nini walikalia njiwe? Hawakuketi mahali kwingine, walikalia lile njiwe. Mungu alipoliondoa lile njiwe, malaika wake wawili walikalia lile njiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wale malaika walikalia lile njiwe? Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitaka kutuonyesha ya kwamba hatuko chini ya dhambi, tumekanyanga dhambi. Tuko juu ya dhambi, tumekanyanga dhambi. Kwa maana maandiko inasema ya kwamba kwa wale wanaofuata sheria wako chini ya dhambi, lakini wale wameondolewa dhambi, wako juu ya dhambi, wamekanyanga dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ndio tunatawala dhambi, si dhambi inatutawala. Na ndio maana wakalikalia lile njiwe kuonyesha kwamba hata kama njiwe ni kubwa, haina uwezo tena. Unaweza ukaikalia, unaweza ukaigonga, unaweza ukaikanyanga, unaweza ukaivingirisha, unaweza ukaichoma, hakuna kitu wezi ukaifanya, kwa maana kutoka hapo mamlaka ni yetu. Mamlaka si ya dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Mamlaka si ya dhambi tena, mamlaka ni yetu. Hatuongozwi na dhambi tena, sisi ndio tunaongoza dhambi. Ndio maana wale malaika wakakalia lile njiwe kutuonyesha kwamba halina nguvu tena. Maana inamaanisha kwamba dhambi haina uwezo tena, dhambi haina nguvu tena, dhambi haiwezi kataa kuondoka tena. Dhambi sasa inaondoka na imeshaondoka na tumeonyeshwa kwamba haina uwezo. Ndio maana wakaondoa lile njiwe na wakalikalia. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa wale watu wa kupigana kwa wrestling, ukishinda, ukigonga mtu mwenzako aanguke, unamukalia. Ukisha mukalia, refari anagonga chini mara 3. Kama hautakuwa umerusha mkono ama mguu, yule amekukalia amekushinda. Anakukalia kumaanisha kwamba hauna nguvu tena. Ndio maana anakuangusha, anakukalia. Lakini ukirusha mguu inamaanisha kwamba bado uko na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lile njiwe halikuwa na nguvu wala uwezo wa kurusha wale malaika, kwa maana limemalizwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Maandiko inasema ya kwamba mwanadamu hawezi tenda mema, yeye anatenda mabaya tu. The more unajaribu kutenda mema, the more unatenda mabaya bandu. Unatenda mema na mabaya, mema na mabaya, mema na mabaya.
Na ndio maana wanadamu tunaogopa kukufa, kwa sababu tunaogopa kuenda kwa moto kulingana na yale tumetenda. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa hivyo Mungu alituonyesha kwamba, unajua wale waliua Yesu na wakamuweka pale kaburini, wao nia yao walimuweka pale ili ufalme wao uendelee bila kupingwa. Walimuua, walimumaliza ili ufalme wao uendelee. Lakini kwa Mungu naye Yesu alikufa ili ufalme wao usiendelee. Sikiza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitumia wale Mayahudi kuua Yesu, wakidhani kwamba wakimuua ufalme wao utaendelea. Lakini Mungu aliwafumba macho ya akili, macho ya kufikiria, macho ya kuona mema, wakaona tu mabaya, ili wamuue, ili damu imwagike, ilipe dhambi zetu. Yesu akiwa msalabani akimwaga damu, kitambaa cha hekalu zikikararuka, Yesu akasema ya kwamba yameisha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema nini? Yameisha. Wale Wayahudi hawakuelewa kwamba ni nini Yesu amesema imeisha, kwa maana wao walikuwa wanamuua kwa sababu ya uadui, lakini hawajui kwamba walitumiwa na Mungu ndio ili tuokolewe. Ni nini Yesu alisema imeisha? Elewa kwamba Yesu alikuwa ametumwa duniani. Yesu alikuwa ametumwa duniani kutuokoa. Kwa hivyo ile kazi alikuwa ametumwa na Mungu kufanya, ndio alisema imekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Ile kazi alitumwa kufanya, ndio alisema kwamba imeisha. Na kazi ikiisha, unafaa kufanya nini? Unafaa kuenda kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya kazi iishe, unafaa kuenda kupumzika. Na ndio maana kitambaa kiliporaruka, Yesu akasema yameisha. Maandiko inasema ya kwamba naye akakata roho, akainamisha kichwa, kumaanisha uhai wake imeenda kwa Baba kupumzika kwa zile kazi amefanya. Amechoka na ameenda kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Na ndio maana alisema imeisha. Yameisha. Ndio maana alisema yameisha. Kitambaa cha hekalu kikararuka, kikapasuka, Yesu akasema yameisha. Maandiko inasema ya kwamba akainamisha kichwa, akakata roho. Hiyo inamaanisha kwamba alienda kwa Baba kupumzika, kwa maana amemaliza kazi ili alikuwa ametumwa. Ninapokutuma saa hii kama baba yako, nikwambie nenda kwa shamba kalime, uende ulime ile shamba iishe, unaenda wapi? Unakaa kwa shamba ama unaenda kupumzika? Unaenda unapumzika. Ndio maana Yesu kitambaa kilichoraruka akasema yameisha. Ni nini alisema yameisha? Ni kazi ile alitumwa na Baba kufanya, ndio alisema imeisha. Akainamisha kichwa, akakata roho. Inamaanisha kwamba alienda kwa Baba kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu.
Lakini Yesu alikuwa ametoa unabii mbele ya wanafunzi wake, akawaambia ya kwamba nitakufa, nitateswa, nitakufa, lakini baada ya siku 3 nitafufuka na tutakutana na nyinyi Galilaya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Na ndio maana ukiendelea na hiyo maandiko inasema ya kwamba wale malaika walikuwa wamekalia lile njiwe, waliambia wale wamama, Yesu mnayemtafuta hayuko hapa. Na akawaambia nini? Tazameni kaburi vizuri, Yesu hayupo hapa, ameenda Galilaya, amewatangulia kama alivyowaambia hapo awali, kama alivyowaambia baada ya siku 3 mtakutania Galilaya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa nini Yesu alikutana na wanafunzi tena? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini alikutana na wao baada ya siku 3? Na alipotoka kaburini hakuenda mbinguni. Alienda kukutana na wanafunzi kwanza, halafu aende wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini alienda kukutana na wao? Sikiza. Hawa wanafunzi wa Yesu walichaguliwa na Mungu wamsaidie kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu alienda kuwajulisha kwamba tumemaliza kazi. Bwana Yesu asifiwe.